Na mtazamaji wa Faida Online TV. Wiki moja nyuma tulifika kwenye eneo hili na kuja kuripoti kitu ambacho kimetokea hapa. Ni kwenye kijiji cha Mbuo kinachopatikana kwenye kata ya Ndumbwe, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, mkoani Mtwara. Kuna swala la ardhi kutembea ama kumomonyoka kama unavyoona hivi, na imetokea nyuma ya mlima wa Mbuo ukiwa unashuka unakaribia kwenye kijiji cha Mbuo ukitokea kwenye kijiji cha Hiali. Shida nini sisi hatujui, na tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuripoti taarifa hii, lakini tumeshuhudia mkurugenzi wa halmashauri ya Mtwara ndugu Abeid Kafunda akiwa na timu yake alifika hapa kwa ajili ya kuweza kujionea hali jinsi ilivyo, lakini pia ndugu zetu wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mtwara MTUWASA nao wamekuja hapa kwa ajili ya kuweza kujionea kile ambacho kimetokea. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumefika hapa na kukuandalia taarifa hii. Naitwa Karim. Hii ni Faida Online TV. Na leo tuko field, hii ni field dume. Tujionee kile ambacho kimetokea. Tukamsikilize mkurugenzi pia akizungumza kuhusu jambo hili. Naitwa Abeid Kafunda, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Mtwara. Hapa nilipo niko kijiji cha Mbuo, kata ya Ndumbwe. Nilipata taarifa kwamba eneo hili ambalo nimesimama, mlima huu unasogea. Hatua hizi kurudi nyuma, palikuwa ni tambarare na kulikuwa kuna mahindi na mazao mengine, lakini kadri zinavyozidi kwenda mlima huu unakuwa unasogea kwa kasi sana. Kwa sababu kwa mashuhuda wa eneo hili wananiambia hata siku mbili nikija, mfano hata kesho kutwa, nitakuta hata hizi ndizi za karibu pia zimeshapitwa. Kwa tahadhari hiyo tumeweka utepe, kwa sababu walikuja watu wa fire, wamekuja watu wa madini, wamekuja watu wa geology, na mimi nikasema nije ili kuangalia kinachozungumzwa, lakini kinachotokea ndio hicho. Mlima huu unazidi kuporomoka kwa kasi. Kwa hiyo tumewaomba wakazi wanaofanya shughuli zao za kujitafutia riziki kwenye maeneo haya kwa sasa kuacha, kwa sababu mbali na utepe huu tumeona pia ni vizuri watu kutokuwa katika eneo hilo, kwa sababu hatujui unasogea kwa kasi gani. Mwaka jana tulikuwa na changamoto ya kijiji cha Mnyundo, maji yalikuwa yanawashwa yanawaka, yakaleta taharuki, lakini baada ya watafiti kufanya utafiti wao walisema maji yale ni salama na yataendelea kutumiwa. Sasa kwa sababu Mnyundo na Mbuo kumekuwa karibu, kule maji yaliwaka, hapa ardhi imekuwa kama inasogea. Sasa sijajua tatizo ni nini, lakini naamini wataalamu watakuja kutuambia tatizo ni nini, kwa sababu Mnyundo na Mbuo sio mbali. Pale maji yaliwashwa yakawaka, hapa ardhi inatembea tena kwa kasi, tena ikiharibu kabisa na mazao ya wananchi wa eneo hili. Sasa baada ya tafiti nafikiri wataalamu watatuambia shida ni nini. Inawezekana ni neema, inawezekana chini kuna madini au kuna miamba ya dhahabu, lakini siwezi kulisemea, lakini sio hali ya kawaida. Paka nafika umri huu nilikuwa nasoma tu kwenye vitabu, lakini sasa naishuhudia hali katika kijiji cha Mbuo, kata ya Ndumbwe. Kwa hiyo tahadhari kubwa mimi naelekeza kwa wananchi na watoto ambao wanaopita maeneo haya. Jina langu naitwa Karim Rajabu Mganga, ni afisa mazingira Mtwara DC, kata ya Ndumbwe. Ndio. Sawa, tuambie mara baada ya kutembelea kwenye eneo hili la mlima hapa Ndumbwe, hali ipoje? Baada ya kupata taarifa nilikwenda na kukuta ardhi inasogea, kitaalamu tunaita landslide au mmomonyoko wa ardhi, lakini sasa yenyewe inaendelea kusogea kila siku na tayari imeshafika katika eneo la tambarare kiasi kwamba litakiwa isimame pale, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda na yenyewe inatembea. Inaonekana pale chini huenda ukawa kuna kitu kikubwa zaidi ambacho labda kinalazimisha kutoka juu. Kwa sababu wakati tunasubiria wataalamu waje kuangalia zaidi nini kinasababisha, kwa kuitazama tu unaona kabisa chini kuna namna fulani ya force, kwa sababu kuna maji yanatoka pale chini. Naitwa Damian Emmanuel Silimani almaarufu Malia Nemba. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mbuo. Nasikia kijijini kwako hapa kuna mlima unatembea bwana, imekaaje? Ni kweli mlima unatembea, na hili limekuwa kitu cha ajabu sana kwetu, kwa sababu ni mara ya kwanza kushuhudia tukio kama hili katika eneo la kijiji changu. Tangu imetokea hivyo mpaka sasa ni kama muda gani umepita? Tangu limetokea tukio hili linapata wiki moja sasa, tangu ule mlima uanze kukatika na kuanza kusogea. Ushauri wako ni upi kama mwenyekiti wa kijiji hiki? Ushauri wangu ni kwa wananchi wangu wote kwamba eneo lile ni hatarishi kwa sasa, na
wasilitumie kwa jambo lolote lile. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, lakini nikukumbushe kwamba eneo hili ambalo tupo, ambalo kunatokea jambo hili, na kijiji cha Mnyundo ambapo maji yake yanawaka moto, na baada ya kufanya utafiti wakatuambia kuna gesi, sio mbali, ni kama kilomita 3 kutokea hapa. Kwa hiyo watu wengine wanatabiri kwamba huenda kukaa kuna kitu ama neema ipo chini ya ardhi hii. Asante na kwaheri.